Hii ni Maisha Kamili. Tutakufungulia Biblia uyaone maisha. Karibu sana ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa kipindi chetu kizuri. Tunapoendelea kujifunza miongozo yetu hii. Tuko somo la 9 wiki hii. Upatanisho na tumaini. Amen. Fungu tunalokalila wiki hii ni kitabu cha Wakorintho wa pili, sura ile ya 5 na fungu la 21. Na unasema, yeye asiyejua dhambi alifanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Basi kabla ya kuanza, tuweze kupata ombi. Tunakushukuru Mungu wetu wa mbinguni kwa ambavyo unaenda kutuonyesha upatanisho na ulitumaini ambao tunatuliona. Tunaomba kwa hekima yako tufungulie siri hizi, tupate kujua na kutambua namna gani upatanisho ni muhimu, una maana katika maisha yetu, kwa ajili ya tumaini katika maisha haya na baadaye. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Amina. Yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu. Tunajaribu kuendelea na mada kuu kwamba katika Kristo Yesu, tunaposoma katika Wafilipi na Wakolosai tunamuona akiunganisha mbingu na nchi. Na masomo yaliyopita, somo lililopita tulijaribu kuangalia mbingu na nchi zinavyounganishwa upya katika Kristo Yesu. Lakini wiki hii na leo hii tunaenda kuangalia huu muunganiko, huu upatanisho huu mpya katika sura ya sisi wanadamu, sisi na Mungu. Sasa achana na vitu vyote vyoko mbinguni alivyoviunganisha katika mauti yake pale msalabani. Sasa uadui wetu na Mungu jinsi unavyomalizwa na upatanisho wake katika Kristo Yesu. Wakolosai sura ya 1 mstari 21 na 22 na Waefeso 5 mstari 27. Haya, twende. Na ninyi mliokuwa hapo kwanza mmefarikishwa tena adui katika nia zenu kwa matendo yenu mabaya, amewapatanisha sasa katika mwili wa nyama yake kwa kufa kwake, ili awalete ninyi mbele zake watakatifu, wasio na mawaa wala lawama. 5:27 Wakolosai 5:27. Wakolosai ni Waefeso. Waefeso 5 fungu la 27 na yasema, apate kujiletea kanisa tukufu lisilo na ila wala kunyanzi wala lolote kama hayo, bali liwe takatifu lisilo na mawaa. Mawaa, madhambi. Okay, sorry. Uadui kwanza, tuanze labda tuanze. Unatokana na nani? Uadui unatokana na kutokuwa na amani. Kutokana mimi na tukikosa kuwa na amani. Uadui kati yetu na Mungu unatokana na dhambi, ndio uadui. Sio Mungu kutukadhibikia. Ambao tunadhibikia kwa sababu ya nini? Umenileta pazuri. Goli umefunga kweli. Hapo nakubalia. Na ndio hapa aliposema 21 anasema mliokuwa hapo kwanza mmefarikishwa tena adui katika nia zenu kwa matendo yenu mabaya. Uadui ulikuwa katika nia na ulisababishwa na matendo mabaya. Uadui ulianzia wapi? Uadui ulianzia wapi? Kwenye nia. Sawa. Kabla ya ugomvi huu, nia yetu ilikuwa ni kumpendeza Baba, kumsikiliza Baba, kutembea na Baba, kufurahia Baba. Lakini tulipopata tapeli, mwongo, muuaji, akachota akili, akahamisha mioyo, akahamisha nia, ikawa nia yani nikawa unamuelewa vizuri zaidi adui kuliko kumuelewa Baba. Sasa sikiliza. Kwa mfano wewe na Omondi, rafiki yako huyu hapa tunakutana, mnasemezana, mnaongea vizuri, akaja mtu mwingine akaongea habari mbaya kuhusiana na Omondi, ukaziamini, moyo unaanza kubadilika.
nia yako. Akija unaanza kusikia unakosa amani. Sasa ile nia haikuishia tu kwamba nilipokea maneno ya uongo kuhusiana na Omondi, lakini pia ulikubali kwa matendo. Matendo yanaweza kuwa ndani ya mawazo, maana hata uzinzi nao ni tendo hili. Unaweza ukazini na mwanamke ndani ya moyo. Kwa hiyo ukaanza kumuona katika ile picha ambayo umeletewa. Ikatengeneza uadui. Au nawe ukaanza unachangia point tena kweli. Sasa akitokea tayari kuna uadui. Uadui nani ameleta? Yule Mungu, yule mwingine ambaye anakuja kuchokea. Ni huyu, ni Omondi aliyekuja. Yule aliyekuja. Maana mlikuwa mnafanya vizuri wote. Kwa hiyo na uadui kati yetu na Mungu haukuletwa na Mungu, ila ni maneno ya uongo kuhusu Mungu. Sawa. Ukiona mtu anamuogopa Mungu au akifika kanisani kidogo tu mambo ya Mungu anaona yanamchosha, kuna maneno anayoyafurahia. Anafurahia umbea huo. Hebu sikiza. Yaani maneno hiyo nikwambie, maana moyo kubadilika unabadilishwa na maneno. Maneno unayoyafurahia au unayoyapokea moyoni katika nia yanabadilisha nia, of course. Na unayafurahia. Yanatengeneza urafiki na yule anayoyaongea. Kweli sio kweli? Kweli kabisa. Mimi nilitoa habari ya kuchoshwa na maneno ya Mungu. Kuchoshwa, unajua upendo ni nguvu, ni uhai, ni uzima. Ukiona mtu anachoka unajua kama ni dalili za upungufu wa uzima na nguvu na uhai. Adamu baada ya kusikia umbea wa nyoka, alipokutana na Mungu akahisi akimbie uadui. Anasema mlikuwa umefarakanishwa katika nia. Mungu anauliza, uko wapi? Nani aliyekuambia? Uko uchi. Niliogopa niko uchi. Nani aliyekuambia uko uchi? Kuna umbea umeambiwa. Sasa unajua, ikiwa kama tutafikiria habari ya upatanisho na tumaini tulionalo ndani ya Kristo Yesu, tujue tulikuwa wapi. Sawa. Kuna uongo tulioambiwa kuhusu Mungu. Mungu, huo maskini ulionao ni yeye hataki kukubali. Mungu ameficha hayo maepo mengine hayo, amewapa wengine. Wewe amelipa, anakula mwenyewe huyo. Mungu, wewe unaona unaumwa. Mbona wengine haumwi namna hiyo? Atakuwa ndio yeye. Mke wako akukusemesha vizuri. Nani aliyefundisha? Ushaona watu wanasema huyu mtoto sio akili yake. Nani aliyefundisha? Mimi najua sipendwi. Mimi najua ni mbaya. Na unajua Mungu siku zote huwa ndio anayebeba ile mizigo. Sawa. Sasa Waefeso sura ya 2 anasema hali yetu ilivyokuwa pale. Nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa ya dhambi zenu ambazo mliziendea zamani kwa kufuata kawaida ya ulimwengu huu, kwa kumfuata mfalme wa uweza wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana kuasi, ambao zamani sisi sote nasi tulienenda kati yao katika tamaa za miili yetu, tulipoyatimiza mapenzi ya mwili na ya nia, tukawa kwa tabia yetu watoto wa hasira kama na hao wengine. Kwa hiyo yule muovu alienda kupandikiza mbegu ndani yetu ya kumwona Mungu ni kama adui yetu, sio kama ni adui yetu, na sisi kwa kuamini yale maneno tukafa kwa tamaa tukafa kwa Mungu. Tukafa kwa Mungu. Hatuko tena hai kwake. Upendo ukafa. Wakati upendo unatoa uzima, ule upendo ukatenganishwa. Sasa tumebakia sasa ni hofu kwamba Mungu tena haniangalii mimi. Haniangalii mimi na haniangalii welfare yangu mimi. Mimi sasa nijipambanie mwenyewe. Yaani hakuna mtu wa kunipatia tena uzima. Nijiangalie mimi mwenyewe. Na hapo sasa naanza kumuona mimi na mwenzangu tayari ni nini? Ni maadui. Kwa hiyo maana mkimaliza kumsema yule lazima na ninyi mwanze kutamiana. Rafiki yangu, Mungu anashinda. Sisi
ni haya masikio na udadisi na umbea, tukasikia ya uongo, lakini sasa Mungu anazungumza wazi wazi katika Kristo Yesu. Na Mungu anatuita katika Kristo Yesu, anasema wanangu, mimi sina shida, njooni nyumbani. Mwana mpotevu kama unavyojua, njoo nyumbani bwana, njoo nyumbani bwana. Na yeye wala hana maneno mengi kwamba uliondoka na shingapi hapa, unarudi na ngapi hapa. Wala hana adhabu yoyote. Adhabu hata hivyo alishaichukua, na hata wewe yaliyokupata nadhani yanatosha, urudi nyumbani na mambo yaendelee kama kawaida. Urafiki na baba, ngoma zipigwe, muziki uwekwe na furaha iendelee hapo nyumbani. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa kuwa katika Kristo Yesu wadui unamalizwa, maana ukweli wako na upendo wako, tabasamu lako, furaha yako kwa mwenye dhambi atubuye iko wazi wazi. Pokea mtoto wako hata sasa, anaikuja akitetemeka, anawaza anaanzaje. Baba, anaposhiriki sala hii ya kusema Baba, imetosha, ninakubali nirudi kwako, nibadilishe, Baba, kamsikie, kampokee. Vunja maroho ya hasira na uchungu, maroho ya uchovu, maroho ya uvivu na uzito wa kupenda kusikia sauti yako na kupenda ukweli wako na kufurahia na haki yako na ufalme wako. Achilia neema yako ya urafiki na upendo, mimina ndani ya mioyo ya mtoto wako nasi sote, kwa jina la Yesu, amen. Asante sana mtazamaji, tunafikia tamati siku ya pili. Kesho siku ya Jumatatu tunaangalia somo linalosema mkidumu katika ile imani. Mimi ni Arnold Rubinza na mimi ni Enos Makalindile. Karibu sana. Amen.